السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam, na usia pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu qad faza almuttaqun. Hakika mambo yalivyo wamefuzu wacha Mungu. Ndugu zangu, bila shaka leo ni tarehe 18 katika mwezi huu wa Shaaban. Siku chache zimebakia kabla ya kuingia katika mwezi wa Ramadhan. Nitapenda kuchukua fursa hii kuwakumbusha Waislamu mambo mbalimbali yanayofungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhan, bil khusus kuelezea katika hutuba yetu ya leo hii fi hadhihi aljum'a, vipi tunaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan, kaifa nastaqbilu shahra Ramadhan, vipi tutaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ibadallah, kwa hakika neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi waja wake ni nyingi sana, kiasi ambacho lau tutazihesabu neema hizo hatutaweza kuzidhibiti, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kafar. Na ikiwa mtazihesabu neema za Allah hamtaweza kuzidhibiti likathratiha wa taaddudiha, kwa sababu ya wingi wake neema hizo. Hakika mwanadamu ni dhalimu mno, mwingi wa kuzikufuru neema za Allah. innal insana la dhalumun li nafsihi kathirul juhudi li ni'amillah
Ndugu zangu, lililo muhimu zaidi hasa katika kipindi hiki tulichokuwa nacho, kipindi kifupi kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ni kujua kila mmoja kwamba miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, tena ni neema kubwa, ni kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan. Al-Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahmatullahi ta'ala alayhi anasema katika kitabu chake Majalisu Shahri Ramadhan, qala rahimahullah: bulughu Ramadhan ni'matun kabiratun ala man balaghahu wa qama bihaqqihi birruju'i ila rabbih min ma'asiyatihi ila ta'atihi wa min al-ghaflati anhu ila dhikrihi wa min al-bu'di anhu ila al-inabati ilayhi. Qala rahimahullah, kufika katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni neema kubwa kwa yule ambaye ameufikia huo mwezi mtukufu wa Ramadhan na umemfikia huo mwezi mtukufu wa Ramadhan na akasimamia haki zake mwezi huo, kurejea kwa Mola wake kutoka katika kumwasi yeye na kwenda katika kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wa min al-ghaflati anhu, na kutoka katika kughafilika katika huo mwezi mtukufu wa Ramadhan, ila dhikrihi, kwenda kwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Akatoka mtu kwenye kughafilika kumwacha Allah subhanahu wa ta'ala, akaelekea katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-bu'di anhu ila al-inabati ilayhi, kutoka katika kuwa mbali na Allah na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يدعون الله ربهم ليبلغهم رمضان سالمين آمنين. Na kwa sababu hii walikuwa wema waliotangulia wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe wao katika mwezi mtukufu wa Ramadhan hali ya kuwa ni wenye amani, awafikishe wao katika mwezi mtukufu wa Ramadhan hali ya kuwa wamesalimika. Qala Yahya ibn Abi Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi, amesema rahimahullah: kana min du'aihim Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbala. Anasema Yahya ibn Abi Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi, ilikuwa miongoni mwa dua zao as-salafu salih, walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala: Allahumma sallimni ila Ramadan, ewe Allah nisalimishe mimi mpaka kufikia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wasallim li Ramadan, na umakinishe kwangu mimi mwezi mtukufu wa Ramadhan. Watasallamahu minni mutaqabbala, na utakase mwezi mtukufu wa Ramadhan kwangu mimi hali ya kuwa ni mwenye kukubaliwa. Qala Mualla ibn al-Fadl rahmatullahi ta'ala alayhi, amesema rahimahullah: kanu yad'una Allah ta'ala 6 ashhur an yuballighahum Ramadan wa yad'unahu 6 ashhur an yataqabbala minhum. Walikuwa as-salafu salih wanamuomba Allah miezi 6 awafikishe wao katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Miezi 6 wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe
katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mara tu baada ya kumaliza mfungo wa Ramadhani. Shawwal, Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, miezi yote hii wanaitumia kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. La, miezi baada ya miezi sita, miezi inayobakia Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thani, Rajab, Shaaban, 6 ashhur, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe wao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wayaduunahu 6 ashhur ay yataqabbala minhum, na wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala miezi 6 baada ya mfungo wa Ramadhani, mwezi wa Shawwal, Dhulqaada, Dhulhijja na miezi mitatu mingine iliyobakia, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awatakabalie wao mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, malengo ya as-salafu salih kukithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kufika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kwa ajili ya kutumia fursa na kunufaika katika msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kujitahidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika ibada na kuomba kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Istighla'u mawasim at-ta'at walijtihadu fil ibada wa talabul qabul, kunufaika katika misimu ya taa na kujitahidi katika ibada na kuomba kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, qala al-ulama rahmatullahi ta'ala alayhi, wamesema wanawachuoni, wakanu yatazawaduna lit-ta'a bibadi ad-du'a qabla shahri Ramadan biwaqtin tawilin ta'dhiman limakanati ash-shahr. Wanasema wanawachuoni kwamba na walikuwa as-salafu salih wanachukua andao, wanajiandaa kwa ajili ya taa bibadi dua, kwa kuanza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kabla shahri Ramadhan, kabla ya kufika mwezi mtukufu wa Ramadhan, biwaqtin tawilin, kwa wakati mrefu, miezi 6 wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Malengo ta'dhiman limakanati shahr, kwa ajili ya kutukuza ili nafasi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-aziz al-hakim الرحمن الرحيم يهدي من يشاء برحمته إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء بعدله وحكمته. أحمده ربي وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، هكذا يستقبل هذا الشهر. Kama hivi unapokewa mwezi huu, mwezi mtukufu wa Ramadhan. Yastakbalu hadha ash-shahr bid-du'a, unapokelewa mwezi huu wa Ramadhan kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Yastakbalu hadha ash-shahr bit-taubati wal-istighfar, unapokelewa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kwa kutubia kwa Allah na kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah ta'ala: watubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, natubieni kwa Allah nyote enyi waumini ili mpate kufaulu. Hivi ndivyo ambavyo unapokewa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu,
mwezi mtukufu wa Ramadhani haupokelewi kwa watu kuzidi katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kama wanavyofanya wengi katika waislamu wa zama hizi tulizokuwa nazo. Wengine wakaona kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani unapokewa kuzidi katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzini sana, hasa kwa upande wa vijana wa kike na wa kiume, kwa kuiba sana, kwa kulewa sana, kwa kupiga miziki sana, hasa kwa waislamu walio katika ukanda wetu huu wa pwani. Wakaona kwamba kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni watu sasa kuvunja jungu na kupiga miziki, kuweka rushoro kwa ajili ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. La, haikuwa hivi ambavyo walikuwa as-salafu salih wakiupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. As-salafu salih walikuwa wakiupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kufanya maandalizi mbalimbali katika taa, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala bitilawati al-Qur'an wa it'ami at-ta'am, kwa kusoma Qur'an na kulisha chakula. Hivyo ndivyo ambavyo walikuwa wakiupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na sisi kama waislamu tuna ulazima wa kuiga wao na kuchukua mafunzo yao kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kufanya maandalizi ya kufanya taa mbalimbali, kwa sababu katika kuwaiga wema waliotangulia ndani yake kuna kufaulu. Yakulu ahadu alulama rahmatullahi ta'ala alayhi, tashabbahu wa in lam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil kirami falaqun, ifananisheni hata kama hamjakuwa mfano wao, kwa sababu kujifananisha na watu watukufu, watu bora, ndani yake kuna kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, mwezi mtukufu wa Ramadhani unapiga hodi katika milango yetu. Lililo la wajibu kwetu sisi ni kuhakikisha tunamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala bitaubati wal istighfar, kutubia na kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kwa hakika tuna maneno mengi sana ya kuzungumza, hasa katika kuupokea mwezi huu, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini biidhnillah almannan, kwa kuwa tunatarajia Ijumaa inayofuatia itakuwa bado hatujaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutaendelea kupeana maneno ambayo biidhnillah almannan huenda yakatujenga kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allahumma ballighna walmuslimina Ramadhan wa nahnu bi ahsani halin min ad-dunya wad-din waj'alna fihi min as-sabiqin al-muttaqin waj'alna wa iyyahum min al-maqbulin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم.